Jeshi la polisi mkoani Geita linawashikilia watuhumiwa 200 wa makosa mbalimbali ikiwemo makosa ya kupatikana na noti bandia, mali za wizi, nyaraka za serikali, vifaa vya kupigia ramli chonganishi sambamba na wahamiaji haramu walioingia nchini kinyume cha sheria. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Geita, Safia Jongo, amekiri kuwakamata watuhumiwa hao ambapo walikamatwa kupitia msako uliofanywa mwezi Januari mwaka 2026 na jeshi hilo kwa kushirikiana na raia wema ambao walitoa siri ya kuwepo kwa watuhumiwa hao. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Mira Dayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence. Kuanzia Januari 2026, jumla ya watuhumiwa 200 wamekamatwa kwa tuhuma mbalimbali zikiwemo makosa ya kupatikana na noti bandia, mali za wizi, nyara za serikali, vifaa vya kupigia ramli chonganishi, lakini pia wahamiaji haramu ambao wameingia nchini bila kibali, pamoja na pombe haramu ya moshi. Katika operesheni hiyo ambayo siku ya tarehe 5 Januari 2026 majira ya saa 5 usiku, jeshi la polisi lilipokea taarifa kutoka kwa msiri kwamba maeneo ya Mwatulole, kata ya Buhalahala, manispaa ya Geita, kuna mtu ana noti bandia. Baada ya kupokea taarifa hizo, askari walifanya ufuatiliaji wa haraka na kuendesha msako wa kumkamata mtuhumiwa huyo. Katika msako huo, jeshi la polisi mkoa wa Geita lilifanikiwa kumkamata Lavio Edgar akiwa na gari aina ya Harrier rangi ya silver ambayo ni mali ya Adelina Mkina, mkazi wa Mwanza. Baada ya upekuzi katika gari hiyo, tulifanikiwa kukamata noti bandia zenye thamani ya milioni 1,931,000. Na katika mahojiano mtuhumiwa huyo alikiri kutengeneza yeye mwenyewe noti hizo, ambapo alitupeleka mahali ambapo alikuwa baada ya kumpekua tulimkamata na laptop moja aina ya HP desktop na printer moja aina ya Epson vinavyodaiwa kutumika katika utengenezaji wa noti bandia. Aidha, mtuhumiwa huyo alikutwa akiwa na nyaraka mbalimbali za serikali na alikiri kwamba kompyuta hiyo pia anaitumia kugushi nyaraka mbalimbali za serikali. Na katika mahojiano zaidi, mtuhumiwa huyo alikiri kuzisambaza noti hizi kwa mikoa ya jirani, na ambapo tulifanikiwa kumkamata Christian Christopher, mkazi wa Mwanza, ambaye yeye alikutwa na noti bandia za Kitanzania zenye thamani ya shilingi 26,000, zikiwemo noti 2 za shilingi 10,000 na noti 3 za shilingi 2,000. Lakini sambamba na hilo tulimkamata pia Upendo Emmanuel ambaye amekutwa akiwa na noti bandia za Kitanzania zenye thamani ya shilingi 473,000, zikiwemo noti 34 za 10,000 na noti 25 za 5,000 na noti 4 za shilingi 2,000. Hivyo kufanya jumla ya noti bandia zilizokamatwa ni jumla ya shilingi 2,430,000 za Kitanzania. Sambamba na hivyo, jeshi la polisi tumeendelea na operation mbalimbali za kupambana na uhalifu na tumefanikiwa kukamata watuhumiwa 47 wa makosa ya uvunjaji na kuiba, sanjari na vielelezo ikiwemo pikipiki 41 ambazo watuhumiwa wamekiri kwamba zimeibiwa katika maeneo tofauti hapa Tanzania. Lakini pia katika kudhibiti wizi wa mifugo tumekamata ng'ombe 8, simu janja 5, mbuzi 73, mabati 5, magodoro 5, friji 1, sofa 4, zulia 1 na sabufa 1, ambazo baada ya utaratibu wa kisheria wananchi walitangaziwa na karibu vitu vyote vimetambuliwa, na taratibu za kisheria zikikamilika watuhumiwa watafikishwa mahakamani.